Tunaendelea na hii hapa kibuyu katika sehemu ya 5. Ikumbukwe kwamba kibuyu katika sehemu ya 4 tuliona kwamba wanakijiji baadhi wanamshtumu Salma na kumwambia yeye ndiye anahusika na hiki kibuyu na kumtaka aweze kuhama katika kijiji hiki, la sivyo basi wataweza kuchoma nyumba yake moto ama kumpiga mapanga. Wanakijiji hao wengi walikuwa wanamwandama Salma kutokana na kile ambacho kilitokea baada ya kibuyu kumtokea Salma na kutomuua. Hivyo wakamshtumu kwamba yeye ndiye anahusika na hiki kibuyu. Kwa sababu gani hakijamuua? Hilo hatuna uhakika nalo, lakini pia katika sehemu ya 4 mwishoni kabisa tulimuona yule mama ambaye anaenda kwa jina la Mama Siwatu anakiangalia kile kibuyu baada ya kupita juu ya paa lake la nyumba. Alikiangalia akiwa amekasirika sana na kuchukia, kitu ambacho mimi binafsi nilijiuliza kwa nini aliweza kuchukia kiasi kile kwa kukiona kile kibuyu. Hatujajua kuna usiri gani, hivyo mpaka sasa hatujajua kwamba kati ya Salma au Mama Siwatu au kuna mwanakijiji gani mwingine ambaye anahusika na hiki kibuyu. Kibuyu hiki nadhani niliwaambia kwamba kinafanya mauaji ya kutisha. Sasa twende katika sehemu hii ya 5 tukaone ni nini kitakachoendelea. Tunaanza kama hivi. Hapa anaonekana huyu ndiye Siwatu, huyu mtoto akiwa amelala katika miguu ya mama yake, akionekana anaumwa sana. Siwatu ni mgonjwa kama unavyomuona, anatetemeka na anaonekana kabisa hayupo sawa. Mama yake ana uchungu sana kila anapomwangalia binti yake anavyoumwa, anavyoteseka, lakini hakuacha kumtia moyo na kumpenda binti huyu kwa sababu ndiye mtoto wake pekee, hana mtoto mwingine. Hivyo alikuwa anampenda kuliko kila kitu, unaweza ukasema kuliko hata maisha yake. Basi alikuwa anamwangalia na huku akizungumza kwamba usijali mwanangu, utapona na utarudi kuwa kama zamani. Utarudi, utaenda shule, utakwenda kucheza na watoto wenzio na wewe utakuwa kama wao. Hivyo ondoa shaka juu ya hilo. Mama huyu alikuwa anayaongea hayo kwa uchungu mkubwa, kwa maumivu makali sana, huku akiwa anamwangalia binti yake huyu. Hatujajua anaumwa nini huyu binti, lakini mama alizidi tena kumtia moyo na kumwambia usijali mwanangu Siwatu, naamini nitakupambania mimi mama yako na utapona. Ondoa shaka, usiwe na wasiwasi kabisa, kila kitu kitakwenda sawa kuhusu afya yako. Maneno haya alikuwa anazungumza huyu Mama Siwatu kumueleza mwanawe ambaye ndiye Siwatu mwenyewe. Hatujajua haswa Siwatu anasumbuliwa na nini, anaumwa nini kwa hali alivyokuwa nayo, lakini anaonekana kabisa kwamba anaumwa. Siwatu hata kujigeuza kwake imekuwa ni shida, anaonekana ana tatizo kubwa limemsibu kuhusu maradhi. Siwatu alimwangalia mama yake akamuona kwamba mama anaumia kwa sababu yangu. Hilo alilitambua. Alimfuta machozi. Mama naye alikumbatia mkono wake, alikumbatia mkono wa mwanawe Siwatu. Huku anaonekana Boka akiwa anafanya usafi, anafagia. Ubwa akiwa anatoka ndani. Hawa ni mtu na mjomba wake, yani ni mtu na mpwa wake. Boka ndiye mjomba. Alimwambia mjomba, naona umeamka asubuhi sana leo, unafanya usafi hapa? Alimwambia ndio, nafagia mazingira, maana wewe umezidi sana kulala, unajifungia ndani muda wote, hivyo nimeona mimi niwahi kuamka ili niweze kufanya usafi kama unavyoona hapa. Napiga usafi ili mradi kidogo kuwe na sura nzuri hapa nje. Sio kwamba ndani tunaishi masela basi nje kuwe hivyo. Wewe unalala sana, tatizo lako. Unaamka saa hivi, umelala sana. Akamwambia unahitajika uende shamba kule, uende ukapalilie. Akamwambia ni kweli mjomba, si unajua majanga ya hapa kijijini kuhusu hiki kibuyu, kwa hiyo nachelewa sana kuamka, najikuta nawaza sana na nachoka. Akamwambia sawa basi, nenda kule shamba, nenda kapalilie, uhakikishe unapalilia vizuri
na mimi nipo hapa napiga usafi, nikimaliza nitapika chai. Usirudi mpaka mimi nitakapokuja huko shamba. Hakikisha unapalilia vizuri na usije ukarudi hapa nyumbani. Mimi nitakuletea chai huko huko shamba. Akamwambia kweli mjomba, basi pika chai nzuri ipendeze. Si unajua mjomba ni mama? Akamwambia kushaanza mambo yako Mjomba ni mama? Nani alikwambia mjomba ni mama? Mimi nina maziwa mimi. Acha mambo yako, nenda kapalilie kule haraka, mimi nitakuletea chai huko. Akamwambia kweli mjomba ni mama bwana. Bwana nenda kwanza, acha na hayo mambo. Ondoka nimekwambia. Basi utani wa hapa na pale uliendelea. Akamwambia kuwa makini huko kwenye kupalilia. Basi huyu ni mtu na mjomba wake wanapendana sana. Utani uliendelea hapa na pale. Anaonekana Salma akiwa anakula mua. Vyakula hivi ni kawaida sana katika vijiji kama hivi, lakini mitaa ya mjini hivi kupatikana kwake ni nadra sana, vinauzwa hivi. Basi na mtoto wake Akram alitoka ndani, akamwambia mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, au jambo? Sijambo mama. Alikata mua na kumpa mwanawe, lakini Akram alikataa. Alimwambia mimi sihitaji mua. Akamwambia utaki mua leo? Akamwambia ndio. Akamwambia mama, naomba niende kwa Sharifa nikacheze. Mama akamwambia sawa, nenda basi, lakini uwahi kurudi, usije ukachelewa. Kuwa makini huko uendapo, kuwa na nidhamu, kuwa na heshima pia kwa wakubwa. Umenielewa? Akram aliitikia ndiyo mama. Akram aliondoka kwenda kwa Sharifa kucheza. Huku anaonekana Ubwa akiwa anapalilia, anafata yale maelekezo ya mjomba wake. Yupo hapa shamba akiwa anapalilia kama tunavyoona. Hili ni shamba, tunaona kuna migomba, tunaona kuna minyanya na mazao mengine. Ubwa alikuwa anapiga kazi hapa, anatengea maji vizuri kama tunavyoona hapa. Basi aliendelea kupiga kazi, lakini tunaona kuna mazao mbalimbali hapa, bila shaka kuna mibamia na kadhalika. Ubwa alijitahidi sana kupiga kazi hapa kadri yawezavyo. Anayatenga maji huku, yanaenda huku, anayazibia huku, anayazibulia huku, ili mradi mazao yote yaweze kupata maji ipasavyo. Hizi ndizo shughuli za huku kijijini, haswa ni kilimo. Basi maji yanaweza kufika vizuri kabisa katika mimea hii. Yanatiririka vizuri na yanaweza kufika katika mimea hii kama Ubwa anavyotaka. Sote tunaliona hili. Ubwa alizidi kupalilia na kung'olea baadhi ya majani. Simulizi hii naomba twende pamoja huko mbele, nadhani inasisimua zaidi na ina mafunzo mengi sana ndani yake. Utajifunza mengi sana katika simulizi hii. Kikubwa ambacho utajifunza ni kuhusu kumwamini mtu usiyemjua. Hivyo ni story ama simulizi inayofundisha sana hii. Ni simulizi ambayo utajifunza, lakini simulizi ambayo inafurahisha na kuburudisha na ina matukio mengi kabisa ya kikatili ndani yake. Hivyo twende pamoja, usije ukaniacha ama ukakubali ni kuache. Ndizi kama hivyo zinamea vizuri, Ubwa anaziangalia, anapata matumaini kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Maji kama hivyo ameyafungulia. Huku anaonekana Akram sasa amefika kwa Sharifa. Sharifa ni huyu mtoto mdogo hapo. Huku ndipo alipomuaga mama yake, akamwambia nakwenda kucheza na Sharifa. Sharifa mwenyewe ndiye huyo mtoto hapo tunayemuona hapo, akiwa na mama yake Mwajabu. Na maanisha kwamba Mwajabu huyo ndiye mtoto wake. Basi michezo iliendelea hapa na pale, Sharifa na Akram pamoja na Mwajabu wanacheza, wanafurahi kabisa. Amani kwa dakika kadhaa ipo, lakini amani hii mara nyingi huwa haidumu. Pale tu kibuyu kinapokuja hapa, basi amani yote hutoweka. Watu wote huwa wanakimbia ovyo kutetea nafsi zao, lakini kwa dakika hizi chache basi amani huwa inakuwepo. Watu wanacheza na wanafurahi na wanapanga na wanaenjoy kabisa. Basi anamwambia mpe kaka, mpe kaka. Sharifa akampa. Akram naye akamrudishia. Sharifa akaangusha lile jiwe.
akashuka kutaka kulifata. Bila shaka mama yake alimsogezea, alilipokea tena na michezo ikaendelea. Akamsogelea Akram huku wakiwa wana furaha kabisa. Basi siku yao iliisha hivyo kwa kucheza na kufurahi kabisa kwa amani kabisa. Siku iliyofuata Mwajabu alidamka na kuelekea kutafuta kuni, lakini aliweza kukosa kuni nyingi, akakuta gogo. Wakati anarudi ghafla akaona ile ishara ya kibuyu, ule mwanga. Akaangalia juu kama kawaida. Alivyoangalia juu na ule mwanga akaona hapa lazima ngoma inashuka, na hii ndiyo ishara ya kibuyu. Akaona hapana, akataka kurudi kule kwa kuchanganyikiwa, akakimbia. Anakimbia anawahi nyumbani, huku naye anaonekana Boka akiwa anakimbia kwa spidi kubwa sana. Mzigo huo hapo umeshuka. Mzigo umeshuka kama tunavyoona. Boka anakimbia kulikweli. Mbele kakutana nao. Akasema hapana, bado nina nguvu ya kukimbia. Aligeuza, lakini mzigo huu bado unamfuata hapo nyuma, hautaki kumwacha hata theluthi. Huku anaonekana Mwajabu, huku anaonekana Boka. Akakutana nao tena. Akasema toba, akageuka tena. Mzigo huu hapa unamfuata. Anazidi kukimbia Boka. Haya ni majanga makubwa sana. Anaweza akapoteza maisha hapa Boka. Boka anaweza akapoteza maisha hapa. Akaona sina nguvu ya kukimbia kibuyu hiki muda wote, ngoja nibane hapa. Akatulia huko anasikilizia. Kipo wapi sasa? Kipo wapi hiki kibuyu? Kimeniacha? Mbona sikioni? Akachungulia akasikia mungurumo wa kile kibuyu. Ghafla mzigo huu hapa ukapita, akawa na ushuhudia kabisa na macho. Itakuwaje? Ataweza kuponyeka Boka ama ndiyo itakuwa mwisho wake hapa Boka? Usikose katika sehemu ya 6. Tuone itakuwaje kuhusu Boka na itakuwaje kuhusu wanakijiji wengine, maana mzigo ndio umeshashuka hapa.